tamani sana. Okay, go to best choir. Hallelujah.
Yesu namba mbili. Yesu namba mbili. Yesu namba mbili. Moja na nusu. Moja na robo. Yesu namba moja. Sasa nimegundua Yesu ni 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 namba moja. Sasa namba moja. Sasa nimegundua Yesu ni namba moja. Sasa nimegundua Yesu ni namba moja. Hivi mikono yako miwili tu namna hii.
Nami namtukuza sana Mungu kwa ajili
tuathiri itifaki wote kwa kuheshimu uwepo wa viongozi wote wakiongozwa na wachungaji chini ya mchungaji kiongozi au mchungaji mwenyeji Bishop Alido Mariga. Namtukuza Mungu sana kwa ajili yao. Namtukuza Mungu kwa ajili ya wote washirika ambao wameshiriki pamoja nasi na wapendo wote ambao wapo mahali hapa. Jina la Bwana Yesu liinuliwe. Yesu asifiwe. Basi nami amen. Naomba nichukue nafasi hii kumkaribisha mchungaji Ayuba kwa ajili ya utaratibu unaofuata. Karibu sana. Amen. Karibu mchungaji. Funika macho yako tuombe kwa ajili ya sadaka. Ninaomba sasa ushike sadaka yako ili tuweze kumuomba Mungu, na wale wahudumu ambao wameshika vyombo vya sadaka, sasa ni wakati wa sadaka. Naomba uweze kusogea mahali hapa, na wewe ambaye uko mbali kabisa, uko unasikia sauti hii, tunakwenda kuomba kwa ajili ya sadaka, tunaomba tutoe sadaka. Funika macho yako tuombe. Mungu wetu, Baba yetu mtakatifu mwema, Baba tunaliinua jina lako, tunasema asante kwa ajili ya upendo wako na neema yako. Wewe ni Mungu unayetupenda, mtakatifu mwema. Wakati huu ni wakati wa sadaka, ni wakati ambao Mungu tunakwenda kutolea sadaka. Naomba Mungu kabariki kila mmoja. Ninamkataa yule adui alibuya akashindwe katika jina la Yesu Kristo. Wanazatulia hai sadaka hii, Mungu ikatende kazi shambani mwako kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu. Amen. Naomba wale wahudumu wa sadaka uwafuate watu waliposimama, hata kama wako kule darasani, waambeni wakati wa sadaka tuweze kutoa sadaka kwa ajili ya kazi ya Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Tuimbe mbele. Wote. Sedele. Yesu asali heshima. Yesu heshima. Yesu asali. Wote si tunainama, tunainuka, twainua mikono, tunakuabudu, tunainama, tunainuka, twainua mikono, wote si tunainama, twainuka, inua mikono, twakuabudu, chini tunainama, twainuka, Messiah.
nifike mbinguni nikutane na wewe. Nifike mbinguni nikutane na Sea. Nifike mbinguni nikutane na Petro. Nifike mbinguni nione Jafeta. Baba nibebe, Yesu nibebe, Yesu nibebe, nishuke mbinguni. Asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu liinuliwe. Basi kwa kusema hivyo naomba nimkaribishe mwenyekiti wetu. Karibu sana mheshimiwa mwenyekiti.
Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa ni nani? Asante sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tumesifu vizuri, si ndio? Tumeingia kumwabudu Mungu aliyetupa mvua. Tunataka kumwabudu Mungu tunayemjua. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Katika namna hiyo hiyo iliyo hai, tunataka kumwinua Mungu aliye hai. Amina mtusi. Wala dia bana segula bodo kore. Tumesifu sana sasa kwa mabudu Mungu. Ili anga ni Bwana atawale wangu. Sheria Bwana na nusu bila. Arabeske vente. Mwenye nguvu ni wewe. Tunaomba Bwana wewe mwenye nguvu. Ukipewa heshima na utukufu ni wewe Bwana. Aliana maseli predegese. Wakutano wa Mungu popote ulipo, kama upo kwenye darasa usipige stori. Tunataka kumwabudu Mungu aliye hai. Anga ni la kwake, yeye ndiye anayeweza kuzidi. We are here to worship you Lord. Na heshima zina wewe Bwana. Paradede sebrahame. Sale baradeska vita Maria baba. Sale baba barakadia wahade. Tunakutukuza wewe Bwana. We are here to glorify your name, oh Lord. Kaya nabas. Sante ronda gatifu. 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 Shada dada melege sabela kwa. We are here to worship our God. Popote ulipo uko ibadani utatoka kilimani. Tunamwimbia yeye heshima. Yeye anastahili heshima na utukufu. Hata na baba kaya mahali. Shut up!
Yes,
Biashara ya baba angerekebisha. Ananiambia baba, kitu nimeweka. Inaendelea na vita yangu vita. Sana ndio. Mwambie baba unanisha. Yaani utaimba mara 12 huko. Mwambie baba unanisha vita ya Bwana. Hata kesa vita. Hii siri ya Mungu alivyo. Ananiambia na madhabahu za mtu wetu. Inaniabudu inaachilia Mungu. Sana ndio kwenda wana malaika wamesema jeshi kwa jeshi. Yanapigana kwa ajili ya roho za watu wanafika. Usikae unasubiri neno. Ukinakuja tunaenda kwake na baba kufanya. Usifurie kutoka Yesu. Sana ndio meketosi. Sana ndio masakura baba wakata. Hii ni vita ya Bwana jamaa. Wambie unafanya mambo ambayo wanadamu hawezi. Bwana niambia niambieni sana. Wana mafuta ya Yesu. Wana kanisa. Amen. Tunamtukuza Bwana Yesu kwa kuwa yeye yu hai. Tunamtukuza Bwana Yesu kwa kuwa yeye alifufuka kutoka katika wafu. Na hapana mwingine awezaye kulingania na yeye. Hapana mwingine awezaye kufanania na yeye. Hata mwanadamu awepo amezaliwa kwa namna gani. Lakini huyu Mungu ambaye tunamwabudu, huyu Mungu ambaye tunamwabudu, hayupo kufanania naye. Hayupo kulingania naye. Ni Mungu wa miungu yote. Kwa majina yangu naitwa Kasaini Misori Mwaweza. Ninamshukuru Mungu kwa neema hii ambayo ameachilia siku ya leo. Ninaiona ni baraka tosha katikati yetu na kwa ajili ya mji huu. Mungu amekusudia jambo jipya. Haleluya. Pia nina ndugu yangu hapa, yeye atahubiri kwa njia ya lugha ya alama. Kwa wale wapendwa ambao tunao katika mji wa Mafinga ambao wana shida na changamoto ya usikivu hafifu, mtumishi wa Bwana yuko kwa ajili ya kuwasaidia. Haleluya. Amen. Ilikuwa ni siku ya kwanza, tunamshukuru Mungu. Ilikuwa ni siku ya pili, tunamshukuru Mungu. Ilikuwa ni siku ya tatu, tunamshukuru Mungu. Ilikuwa ni siku ya nne, tunamshukuru Mungu. Leo ni siku ya tatu, tunasema jina la Bwana litukuzwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haijalishi ni mvua inanyesha, sisi tunajua ni baraka za Bwana. Haijalishi ni kitu gani kimetokea, sisi tunajua ni ukuu wa Bwana. Haijalishi ni nini kimetokea, malango yanafunguka. Haijalishi ni nini kimefunga, tunasema ni Mungu ambaye amesimama katikati yetu. Haya maana raba wakuwa makuu. Leo tutaenda kwa somo linaitwa nguvu ya kutubu. Haijalishi mvua imenyesha, lakini lazima injili ihubiriwe. Haijalishi mvua imenyesha, lakini lazima injili iwafikie watu. Haya maana raba kuu. Cha kwanza tutaenda kupata nini maana ya kutubu. Kutubu ni nini? Kutubu ni nini? Kutubu ni kugeuka na kuacha njia iliyokuwa mbaya na kugeuka katika upande wa kweli wa Yesu Kristo na kuyafuata yale Mungu ambayo anayataka kwenye maisha yako. Haleluya. 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 Na kutubu lazima kuambatane na kweli ya Kristo na kumkiri ya kuwa Kristo alifufuka katika wafu na ndiye mzaliwa wa kwanza ambaye alikuja kuokoa wanadamu wenye shida na matatizo, wenye laana na mateso, waliofungwa. Saya makuna Mafinga lazima tutubu. Mafinga lazima tutubu. Mafinga lazima tumgeukie Yesu. Mafinga lazima tumjue huyu Kristo. Haleluya. Haleluya. Tutaenda kusoma kitabu kile cha Yona sura ya 3. Tunaanzia mstari wa 6. Haleluya. Palikuwa na
mji mmoja ambao hapa zamani ulikuwa unaogopeka sana. Walijaa wazinzi na wachawi, walijaa washerati wengi sana, walizaa watu ambao ni wakutisha na kuogopa. Hata watumishi wa Bwana waliogopa kwenda katika mji huo. Lakini leo ninasema haijalishi Mafinga kuna kitu gani, haijalishi Mafinga kuna kitu gani, lakini Bwana siku ya leo anatangazia nafasi ya kutubu. Yako leo nafasi ya kutubu, iko nafasi ya kugeuka, kuacha mambo ya kale. Ninayo ilikuwa ni mji ambao unatisha sana. Ninayo ilikuwa ni mji ambao unaogopeka sana, ya kwamba wachawi walikuwepo, tena wachawi wenye viwango, ya kwamba waganga walikuwepo, tena waganga wenye viwango, ya kwamba walikuwepo walevi ambao hata kutembea walikuwa hawawezi. Ambaye afananishwi, akamtuma mtu mmoja anaitwa Yona. Alipotangazia neema kugeuka, hakujalisha waganga walionao, hakuangalia sura na taswira ya mji huo, lakini walipoamua kugeuka, waligeuka kabisa. Nisomee mstari wa 6 kwa mpaka wa 9. Kitabu cha Yona sura ya 6. Habari ikamfikia mfalme wa Ninawi, naye akaondoka katika kiti chake cha enzi, akavua vazi lake, akajivika nguo za magunia na kuketi katikati ya majivu, naye akapiga mbiu, akatangaza habari katikati ya mji wa Ninawi kwa amri ya mfalme na wakuu wake, kusema, wanadamu wasionje kitu wala mnyama wala makundi ya kondoo, wasinywe maji, bali wafunike nguo za magunia, mwanadamu na mnyama pia, nao wakamlilia Mungu kwa nguvu, naam, wageuke kila mtu akaache njia yake mbaya. Amen. Nao wageuke kila mtu wakaache njia yao mbaya. Mungu tuliye naye ni zaidi. Mungu tuliye naye ni zaidi. Watu wa Mafinga, Mungu tuliyemleta mahali hapa ni zaidi ya kila kitu, ni zaidi ya mambo ulionayo. Huenda ni kweli unaogopa kutubu, huenda unaogopa kumrejea Bwana kwa sababu ya mambo ulionayo, kwa sababu ya vitu ulivyovikamata, lakini Mungu tuliye naye na tuliyemleta siku ya leo ni Mungu ambaye ni zaidi ya mambo yote, ni zaidi ya mambo yote. Na unapotubu unatubu mara moja, unapotubu unatubu mara moja, au tubu mara mbili. Hatuna kutubu mara mbili sisi, na hatuna masharti. Sharti tu ni kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi. Haleluya, watu wa Mafinga. Leo Bwana anasema iko nafasi ya kutubu, iko nafasi ya kutubu. Tunayo nguvu ya kutubu, inasema kwamba yenyewe inagairi mabaya yote, yenyewe inagairi mabaya yote. Huenda Mungu alikuwa na ghadhabu na wewe, lakini Bwana anasema siku ya leo yuko tayari kugairi mabaya, yuko tayari kugairi hasira. Ukisoma ile Yohana sura ya 3 mstari wa 9 anasema, ni nani ajuaye ya kuwa Bwana atageuza hasira yake kuyatazama matendo ya watu wake. Kuna mwana. Mungu tuliye naye ni Mungu ambaye anagairi mabaya. Mungu tuliye naye, watu wa Mafinga, ni Mungu ambaye anagairi mabaya, ni Mungu ambaye anagairi mabaya. Unapotubu Mungu anaachilia neema ya wokovu ndani yako. Unapotubu Mungu anaachilia neema ya wokovu ndani yako. Unaposema kweli Bwana nimekosa, kweli Bwana ni kweli nimeteseka kwenye dhambi siku nyingi, ni kweli uchawi ulinishika, ni kweli uzinzi ulinishika, ni kweli uganga ulinishika, lakini Bwana leo ninarejea nikisema nimekugeukia. Bwana
kugeuka na kuiacha njia mbaya. Ni wewe tu kuwa tayari na kuiacha njia iliyokuwa mbaya na kumkiri Bwana kuwa mwokozi wa maisha yako. Unapotubu unafanyika kuwa mtoto na mwana wa Yesu Kristo. Hiyo ni nguvu ya kutubu. Ni nguvu ya kutubu. Hapana mahali pengine unapoweza kufanyika kwa mwana wa Mungu. Yaani nakwambia rafiki yangu, mama yangu, baba yangu, kaka yangu yuko huko, hapana njia nyingine kama sio kutubu. Haleluya. 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 Ukisoma Yohana sura ya 1 mstari wa 12 nasema, wote waliompokea aliwapa uwezo kuwa wana wa Mungu, na ndio wale walioaminio jina la. Kwa hiyo pasipo kutubu hakuna kufanyika kuwa mwana wa Mungu, mtu wa mapinga. Unapotubu Mungu anakufanya kuwa mpya. Unapotubu Mungu anakufanya kuwa mpya. Mungu anakufanya kuwa mpya. Haijalishi ulikuwa mlevi wa namna gani, mtu wa mapinga, mtu wa Iringa, haijalishi ulikuwa mzinzi wa namna gani, wakakupatia majina mabaya, wakakupatia kila lugha iliyokuwa mbaya, haijalishi. Lakini unapochukua nafasi ya kuingia katika rango lililokuwa ni mmoja ambaye ni Yesu Kristo, Mungu anakugeuza, unafanyika kuwa mpya. Unafanyika kuwa mpya. Unafanyika kuwa mpya, kiumbe kipya. Ni kitabu kimoja kinaniambia kwamba tazama ya kale yameshapita, sasa ni mapya. Ya kale yameshapita, sasa ni mapya. Na hayo mapya ni kwa kutubu tu. Siapa kuna makosia mama. Mungu wetu ni mwaminifu sana, mtu wa mapinga. Mungu wetu ni mwaminifu sana na anatupenda sana sana. Njia ni moja tu. Njia ni moja tu. Njia ni moja tu. Ili uione nguvu ya kutubu. Ili uione nguvu ya kutubu. Ni kugeuka na kuiacha njia mbaya na kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi kwenye maisha yako. Yote yatabadilika kwenye maisha yako. Yaani majina yaliokuwa mabaya kwenye maisha yako yatabadilika. Ile taswira iliyokuwa inaonekana kwenye maisha yako, vyote vitabadilika. Maana Mungu wetu ni Mungu wa rehema, anayeghairi mabaya, ni mwingi wa neema na rehema. Nafasi bado ipo. Nafasi bado ipo. Mungu wetu ni wa rehema. Mungu wetu ni wa rehema sana. Mungu wetu anatupenda sana. Ndio maana akatuletea mwanaume mmoja anaitwa Yesu. Ni kwamba hakuna mwanaume mwingine. Hayupo mwanaume mwingine. Hayupo mwanaume mwingine. Ni Yesu peke yake. Ukitubu kwake maisha yote yanabadilika. Uwena ni kweli unajiona uko sawa. Nasoma katika kitabu cha Ufunuo ile sura ya 3. Inaniambia kwamba wewe unasema mimi nimetajirika, nimejitajirisha, sina haja ya kitu. Lakini kile kitabu kinanikumbusha kwamba neno la Mungu linasema ni kwa sababu hujui ya kuwa wewe ni mnyonge na mwenye mashaka, ni kipofu na uchi. Lakini anasema kwamba nakupa ushauri, njoo kwangu ununue dhahabu iliyokuwa safi iliyo tajiri. Njoo kwangu uchukue mavazi meupe ili usitiri aibu yako. Njoo kwangu upate dawa ya macho yako upate kuona. Njoo kwangu maisha yako yabadilike tena. Njoo kwangu ili maisha yako yapate kuwa na nini tena.
Njoo kwangu ili Bwana kubadilishe tena. Ni Mungu anasema uje. Ewe mtu wa Mafinga, ni Mungu anasema uje. Nafasi bado ipo, haijalishi mvua inanyesha unaogopa. Haijalishi mvua inanyesha unaogopa. Nafasi bado ipo. Kwa neema hii tuliopewa, watumishi wa Bwana, tunaweza tukasogea mbele wote. Kwa neema hii tuliopewa, hii neema itatenda mambo makubwa. Hii neema itaachilia ishara na maajabu katika mji wa Mafinga. Hii neema wote, usiogope mvua, mtumishi wa Bwana. Mvua ipo, utanyeshewa lakini hautakufa. Haleluya. Kwa neema hii tuliopewa, mtumishi wa Bwana ulioko katika kiwanja hiki, unaweza ukafunga macho. Bado naona watu wengine wapo kule nyuma. Natamani wote tusogee katika viwanja hivi. Kwa neema hii tuliopewa, unaweza ukafunga macho yako. Funga tu macho yako, mtumishi wa Bwana. Mungu anasema bado nafasi ipo akurejeshe mambo mapya kwenye maisha yako, akupe sura na muonekano mpya. Ajalishi umeteseka kwa miaka gani, ajalishi umejiona kabisa wewe haustahili, lakini Baba anakiinua kitu kilichokuwa kinyonge na anakiketisha na wakuu juu. Ajalishi ulikuwa ni mtu wa dhambi wa namna gani, unajiona kabisa mimi kwa Mungu sistahili, lakini Mungu anasema wewe ndio unastahili. Na Bwana anatamani kumuona tu mmoja ambaye ana imani tu ya kutubu na kumkiri Bwana ya kwamba ni Bwana na Mwokozi kwenye maisha yako. Fumba macho kama mtumishi wa Bwana. Unataka kumpa Yesu maisha, unataka kutubu ili mambo yako yabadilike. Unaweza kanyosha tu mkono, watumishi wa Bwana atakuona. Kama unaona unataka kutengeneza na Bwana, unajiona kabisa dhamiri yako na Roho Mtakatifu anakushuhudia, mimi maisha yangu hayajakaa sawa na Mungu, nataka kutengeneza na yeye. Nyosha tu mkono, mtumishi wa Bwana. Nyosha tu mkono. Mahali ulipo unataka kutengeneza na Mungu. Mungu anakupenda. Na lengo lake siku ya leo ni kutaka kukubadilisha. Na lengo lake siku ya leo ni kutaka kuyageuza maisha yako yote. Na lengo lake siku ya leo ni kutaka kukubadilisha historia yako yote kwenye maisha yako. Nyosha tu mkono mahali ulipo. Asante Mungu kwa neema yako. Asante Mungu kwa neema yako. Amina. Mtumishi wa Bwana, ulipata neema kunyosha mkono. Mungu ni mwaminifu, na naamini ya kwamba yupo kwa ajili yako. Alikukusudia wewe mwenyewe na sio wengine. Amina. Bado kuna mwingine tunakusubiri huko. Sogea. Yesu Kristo yupo mahali hapa. Ndani ya hizi dakika chache tunasema kumaliza. Nyosha mkono mahali ulipo. Twende kuomba pamoja. Usiogope mvua, hii ni baraka. Mbele za Mungu aliye hai. Sogea, tunakusubiri. Sogea huyo. Karibu na mtoto. Yes. Na huyo hapo mtoto. Maandiko yanasema wacheni watoto wadogo waje kwangu, kwa kuwa ufalme wa Mungu ni wao. Na wenyewe wameamua kumpa Yesu maisha. Ni jambo la kumtukuza Bwana Yesu. Kwa watumishi wa Mungu, mtanyosha tu mikono yenu na huku mkifumba macho. Tumeni tu macho. Nyosha mikono juu.
Mtoto mzuri, fumba macho. Fumba macho, mtoto mzuri. Nyosha mkono juu. Tanifuatisha sala hii. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neema hii ulionipatia ya kujua ya kwamba wewe ni Bwana na Mwokozi kwenye maisha yangu. Ninaomba leo Bwana, naomba leo Bwana uliandike jina langu, uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima, ulifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu, ulifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Kuanzia sasa, kuanzia sasa mimi ni chombo chako, nitakutumikia siku zote za maisha yangu. Amina. Watumishi wa Bwana, tunaweza tukaombea watumishi wa Bwana hawa. Rema saya mana rababakua pakula. Rema sia pakula pakusaya mana. Repo kuwa pakusha pasia mana. Ripo kaya pakula kasaya mana. Repo pakua mana ripo sia. Repo pakua pakula kasaya mana. Ripo sia pakula kasia mana. Repo kuwa pakula. Repo saya pakula. Rekataya mana. Repo sia. Repo kuwa pakula. Repo sia. Yana yana repo. Rika sia pakula. Yana kuna pakula. Repo tulima. Repo sia mana. Yana repo sia mana. Repo sia na. Yesu Kristo. Wana misayo. Wana misayo. Tuondoa. Tunakuuliza. Tunakuweka. Atangazia ukuu wa Yesu siku zote za maisha yangu. Repa pakuna pakusha. Nikasia pakuna kasaya. Repo pakuna sia. Repa saya pakusha. Repa kwa mana nikutazi. Repa saya pakusha.
jina la Yesu. Amen. Wale wenye shida na matatizo mbalimbali, wanajiona na changamoto mbalimbali, sogea mbele. Na leo Mungu alinipa neema, alisema niwaombee watoto wa shule za sekondari. Kama mzazi wa mtoto wa shule ya sekondari, natamani kupita hapa mbele. Kama na shida pamoja na wazazi ambao wana watoto wa shule za sekondari, pita mbele. Kama mtoto wa shule ya sekondari, pita mbele. Kama na shida yoyote na mzazi uliokuwa na mtoto wa sekondari, pita mbele. Mungu wetu ni mwaminifu, anabadilisha mambo. Hajalishi mtoto wako amemtamkia maneno gani, lakini leo jina la Bwana linaenda kubadilisha hayo maneno. Hajalishi ulikuwa na changamoto gani, lakini Mungu anaenda kuigeuza hiyo changamoto na kuwa furaha kwenye maisha yako. Damu ya Yesu inanena mema. 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 Inanena mema. Inanena mema. Uliyepita kwa mbele utamka damu ya Yesu inanena mema. Mungu anageuza mambo kwenye maisha yako. Mungu anageuza mambo kwenye mtoto wako. Mungu anageuza mambo kwenye shida ulionayo na changamoto ulionayo. Tamka damu ya Yesu inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema kwenye maisha yako. Damu ya Yesu inanena mema kwa mtoto wako kwa leo. Damu ya Yesu inanena mema. Watumishi wa Bwana tuombee hao. Watumishi wa Bwana tuombee hao watu waliopita mahali hapa. Leo anakuwa maana alipo siku. Yesu sana anakuwa. Ikanaya pakosia Reba saya mana Ikasia pakosia Reba saya pakaya mana Pokasia pakosia mana Saya pakuya pakosia mana Reba pakuya Nakataya Reba
na baraka na Sogezea roho sote ya Mungu baba saka na Maria ikaba bora basi salama kusana liyosi basi masaya mana na mabuso ikatana mabuso basi sia tuao mema kufunguliwa kukubalika na sia tuao mema kufunguliwa kukubalika. Hajalishi watu wamesema, hajalishi watu wametamka, lakini Bwana wewe ni Bwana wa majeshi amemaliza yote pale katikati. Utamka ushindi kwenye maisha yao, atamkia ushindi juu ya mtu wao katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Neema sana neema bakuli kusia nina makua pakula neema sia pakula pakuli niko taya makula kasa neema sia shaka baradia ndani ya dakika moja. Nisikilize, tulia kwanza. Wagonjwa wote wapelekwe pembeni ndani ya dakika moja. Mungu ananiambia saa hii anapendezwa na hichi tunachofanya, na madhabahu na mchi huu zote zimeanguka na revival kubwa na uamsho mkubwa unatokea sasa ndani ya dakika moja. Sikiliza, ndani ya dakika moja nataka tushambulie huu ndani ya hii dakika moja. Tunaenda kumwomba Mungu wetu na kumshukuru kwa ajili ya hichi kitu ndani ya dakika moja. Inua sauti yako wote kwa pamoja. Shakapura basuka baria ikamashana baraka rosuko baria bari. Inua sauti yako hapo haulipo mavute kila kitu shaba baraka na baria lete soka na baria hapo bali ulipo kuna bashaka na baria. Sijaona kumaanisha maanisha zaidi hapo shaba baraka nia lete kesho nia raba bashaka nia ina makusha baria ene bashaka na baria ina makula baria maanisha raba baraka na baraka Yesu Kristo. Mpe Yesu makofi mahali ulipo. Ongeza tena makofi kwa mfalme Yesu. Mungu awabariki sana makamama. Naomba praise mtulie nimalizie. Mungu awabariki sana makamama. Amen. Naomba nitoe tangazo moja, naomba vyombo vitulie. Wale wote ambao wana matatizo mbalimbali na wanahitaji ushauri, popote unapoisikia sauti hii, siku ya kesho kuanzia saa 3 wahudumu tutakuwepo mahali hapa. Ambao una matatizo na shida za kila namna, siku ya kesho saa 3 asubuhi tutakuwepo mahali hapa kwa ajili ya maombezi, kwa ajili ya ushauri na kwa ajili ya uponyaji. Lakini pia wewe ambao umetendewa na Mungu, tunakukaribisha waone viongozi kwa ajili ya kutoa shuhuda. Mungu awabariki sana makamanda, niwatakie jioni njema. Amen. Pekee yako mkono wa ulinzi. Yaani nimpatie mpira huo kamanda. Sasa Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe sana.
Kabla hatujaisha ibada hii katika siku ya tano, kwa sababu ya mambo tu mengine, nadhani tutafanya vizuri kwenye ibada ya usiku. Amen. Kwa hiyo kwenye ibada ya usiku pale kanisani tutakuwepo tukimtukuza Mungu wetu anayetushindia. Amen. Hivyo tutakuwepo pale kuanzia mida ya saa 2 hivi mpaka saa 4. Kwa hiyo na wewe ambaye unatamani kuweza kufika huko maeneo ya jirani, tunakukaribisha. Usikae tu nyumbani, tuna ibada nyingine usiku pale ambayo tunaendelea kumtukuza Bwana. Naendelea kusitiza wale wenyeji, saa 2 asubuhi wenyeji, tujitahidi tufike pale mapema. Usitawanyike, usiwe mwepesi kutoka weponi mwa Mungu ibebe kukataza hicho kitu. Kama ulianza na Bwana umalize na nani jamani? Shukuru Mungu. Baba, tunakutukuza. Asante kwa ibada ya siku hii ya tano. Kila jambo ulilofanya ni kwa utukufu wako, wala hatukuwa na wasiwasi, kwa sababu tunamjua Mungu wetu akiwa kazini huwa ni Mungu wa vurugu sawa, kuvuruga mambo yaliyopangwa, kuweka mambo yake kuwa sawa. Baba, tuna kila sababu ya kukutukuza. Ule uhamisho mkubwa unaofungua mafinga, ule uhamisho wa ajabu, mafunuo ya karama na huduma za ajabu kwenye makanisa, wewe Bwana unaachia sio kawaida. Makanisa yatafunguliwa kwa namna ya ajabu sana, kwa kuwa umefungua malango mahali na mahali, mageti yakifichwa na Mungu mwenyewe. Baba, tunakuinua wewe peke yako. Tunatawanyika sasa na kuelekea maeneo mengine. Tunaomba Bwana pamoja na sisi, kwa kila mmoja anapotawanyika, Bwana ukalinde wengine wasafiri kwa jambo lolote. Tunaomba Bwana kila mishale iliyoachiliwa tunaizima kwa jina la Yesu. Haitatupata hiyo mishale ya magonjwa, haitatupata hiyo mishale ya mauti, haitatupata, kwa kuwa Bwana umetuambia tupo salama ndani ya Yesu Kristo. Baba, asante. Tunajiweka wakfu pia kwa ajili ya siku ya sita ambayo Bwana umeikusudia kwa mambo makuu ya juu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai.